ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وأفضال. Wapendwa katika imani, baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rehema na amani mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, najihusia nafsi yangu kwanza kabla tujaingia katika mada, pamoja na kuhusia waumini wenzangu juu ya swala zima la kumwogopa Allah au kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani kule kumcha Mungu ndicho kipimo cha mizani ya maneno. Kule kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo mizani ya maneno yangu mimi, na ndiyo mizani ya maneno Muislamu mwingine na muumini na mtu mwingine yoyote. Inafaa kipimo chako cha maneno yako cha mazungumzo yako iwe ni takwa Allah. Vile vile takwa Allah iwe ndiyo ngao, ukuta wa kukinga amali zako zisiende jongo na zisitoke nje ya malengo. Vile vile kwa takwa Allah hiyo takwa Allah ndipo kunapopatikana haki, wakati yanapofaana mambo yanapoingiana, hujulikani lipi ni lipi, gani la haki gani la batil. Basi unapoweka ucha Mungu mbele yako unapatikana haki, kujulikana hii ndiyo haki na hii ndiyo batil. Upendo katika imani, khutba ya leo tungependa tuzungumze au tugusie masala ambayo kwamba ni ya ikhtilafu al-matali'i, kuhtalifiana kwa muandamo wa mwezi. Kwani hapa tumekabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna Ijumaa lingine isipokuwa litakapofika Allah akituafikia kulifikia yule Ijumaa, basi tutakuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kila mwaka inapofika katika karibu mwezi wa Ramadhani, kunapatikana jidal, majadiliano na minong'ono na kushindana na kugombana, wenye kufunga leo na wenye kufunga kesho, wenye kujidai waliofunga leo ndio wako kwenye haki, na wenye kujidai tuliofunga kesho ndio tuko kwenye haki. Yote ni nini? Kukosekana kipimo cha ucha Mungu. Ndio maana ukajiona wewe uko kwenye haki na mwenzako uko kwenye batili. Lakini utakapokuchukua ucha Mungu ndio kipimo chako ya mazungumzo yako, ya dini yako, ya ibada yako, ya mwezi wako Ramadhani, uweke ucha Mungu ndio mizani, kipimo, basi hautomwona mwenzako yuko katika batili, na utamwona mwenzako hafai, na huwezi hata siku moja kufungua mdomo kusema amali za zawali hazifai ama hazitakabaliwi, bali utakuwa una ucha Mungu. Ikiwa utamwona mwenzako yuko katika njia sio, basi utaweka ucha Mungu mbele, na utakapoweka ucha Mungu mbele utaweza kumweka mwenzako ndani ya moto, wakati na yeye amesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Leo Waislamu tunaenda kwa mirengo au tunaenda kiushabiki, kama vile tunavyosapoti, tunavyoshabikia Manchester, kama vile tunavyoshabikia Arsenal, kama vile tunavyoshabikia Chelsea, kama vile tunavyoshabikia Man City. Sishangae isipozijua hizi zitakosifai kwa imani.
mmoja ya mtu ili wewe imamu lazima ujue chochote kinachoendelea ndani ulimwengu, ndio ujue utakizungumza vipi wakati wataka kukizungumza katika waumini. Sasa Uislamu umekuwa ni wa ushabiki. Mimi imamu wangu ni wa haqqani, kwa hiyo atakalosema yeye mimi niko nyuma yake hata kama haliko katika njia ya haki. Mimi imamu wangu ni wa haqqani, basi imamu mwingine atakalosema hata kama ni la haki mimi sitolifuata. Shabiki udhari ndio kwamba wewe ni shabiki wa fulani, kwa hiyo hata fulani akienda jongo wewe utagana pale pale. Ongeza kidogo sikilipo chini. Fulani akienda jongo wewe bado utakuwa umestiki na yeye vile vile. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe upande wa pili ukawa umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Tutamtii kiumbe au tutamfuata kiumbe au tutamsikiza imamu wakati akiwa katika msimamo wa haki. Lakini imamu wetu atakapokuwa kwenye msimamo ambao si wa haki, hatumkosei heshima vile vile. Tutamkhalifu tu bwana kwa hili, hatukukufuata. Angalia katika swala, ikiwa mmeswali rakaa maghrib, tuseme mmeswali rakaa kwanza ya pili tahiyya, imamu kasimama ya tatu akaenda sita, imamu akisimama rakaa ya 4, waambiwa usimfuate, tulia hapo ile tahiyya. Imamu si anaswalisha, na imamu namna alivyo na nguvu, wewe maamuma hapo wanafaa kumfuata imamu. Lau imamu atatokewa na dharura ashindwe kusimama, ile rakaa ya mwisho aipeleke kwa kukaa, wewe pia ufai kusimama, utakaa na yeye. Yote kuonesha umuhimu wa imamu kwako wewe. Lakini inapofika sasa rakaa ni ya 3 ya maghrib, lakini imamu kasahau kasimama rakaa ya 4, umfuate, utakaa pale pale chini, tamwambia subhanallah. Na imamu naye pande yake ana uhakika 100% mimi nimesimama rakaa ya 3. Kwa hivyo ile subhanallah yako haitomrudisha chini, kwa sababu na yeye ana uhakika mimi hii nasimama ni ya 3, na wewe una uhakika imamu amesimama ya 4. Kwa hivyo hapa kila mtu atafuata uhakika wake. Wewe utakaa tahiyatu na imamu ataendelea kusimama, na wewe utaruhusiwa kupiga salamu mpaka imamu amalize, aje chini na yeye akae tahiyatu, imamu apige salamu, ndo na wewe upige salamu na yeye. Yopa ataleta sitasahau pia wewe ulete na yeye. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa imamu kwa uchache, lakini imamu ana makubwa ambayo kwamba wewe muumini unafaa uwe nyuma yake kivipi. Kwa hiyo tumekabiliwa na mwezi wa Ramadhani, mwezi ambayo kwamba ni mwezi mtukufu, na ni mwezi ambayo kwamba ibada zetu sharti yake ya kwanza ni kuonekana kwa mwezi. Faman shahida minkum shahra falyasum, yoyote katika nyinyi atakayeshuhudia mwezi basi na afunge. Kwa hiyo mmoja ya sharti ya kuamba saumu yako sasa wafaa kuingia kwenye saumu ni kuonekana kwa mwezi, siko kuona mwezi. Hizo usimuone kama wewe, lakini watu wakauona katika mji. Kwa hivyo mwezi ukionekana, wewe tayari umesharibishwa kesho kufunga. Hal ru'yatul hilal fi baladin talzumu sa'irul buldani am li kulli ahli baladin ru'yatuhum? Je, unapoonekana mwezi katika mji inalazimu kila mtu afunge, au li kulli baladin ru'yatuhum, au kila mji wanatakiwa waangalie mwezi wao? Hilo ndilo swali ambalo kwamba linatatiza watu kwa muda mrefu, lakini mimi nitasema halitatizi watu, bali viongozi ndio wataka kutatiza watu. Kwa maana viongozi ambao kwamba wamesoma dini, anajua kila kitu, lipi lafaa kufuatwa na lipi halifai kufuatwa kwa wakati huu, lipi muhimu na lipi muhimu zaidi. Kuna hili ni muhimu, alafu hili lingine ni muhimu zaidi.
tunajua viongozi wote, lakini ya kwamba tunataka ule ushabiki mrembo, kwamba mimi nikikubali tufuatane na hawa, mimi nitakosa followers. Kwa hiyo lazima mimi nitoe msimamo ambao kwamba sitofuatana na fulani ili niweze kupata followers wangu kivangu, umaarufu wangu, ushabiki wangu. وهي مسألة فقهية اجتهادية قديمة مجددة لا مدخل لها في أصول العقائد، ولا يجوز أن تجعل سببا للبديع أو تصفيق. خطبة inatuambia masala ya mwezi ni mas'alatu fiqhiyya, si mas'alatu al-aqida. Aqida ni tauhid, fiqhi ni masala mengine. Aqida ni tauhidi, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Masala fiqhiyya ni masala ya kufunga, masala ya kuswali, masala ya kutoa zaka, hayo ndio masalatul fiqhiyya. Kwa hiyo fiqhi hii, sunna hii, saumu ya Ramadhani iko katika msimamo gani? Kwenye tauhidi ama iko kwenye msimamo wa fiqhi? Uko kwenye fiqhi. Kwa hiyo huwezi kutoka kutafuta masala ya kuandama mwezi kwenye vitabu vya tauhidi, lazima uitafute katika vitabu vya fiqhi, ndipo utakapoona kuyapata haya masala. Hadithi ambayo kwamba kila mwaka tuisoma na kila mwaka tutaisoma, laalla usipoifahamu mwaka huu utaifahamu next year. Hadithi ambayo kwamba inatupatia jibu la swali tuliloliuliza: je, unapoonekana mwezi inafaa ulimwengu mzima ufunge, ama likulli baladin ru'yatuhum, ama kila mji ufunge na mwezi wao? Sasa jibu liko kwa hadithi, na hadithi ni sahihi. Hadithi inasemaje? Thabata fi sahihi Muslim an Quraib anna al-hilala, thabata, imethubutu fi sahihi Muslim, katika sahihi Muslim, kitabu cha Muslim. Vitabu bora baada ya Qur'ani ni sahihi Muslim na sahihi Bukhari baada ya Qur'ani. Asema an Quraib, ni hadithi iko kwa sahihi Muslim. Kama unao sahihi Muslim fungua an Quraib, kutoka kwa Quraib, anna al-hilala, kwamba mwezi, macho yananipiga chenga kidogo sana, anna al-hilala ru'ya fi Sham, mwezi umeonekana katika mji wa Shamu, ama ru'ya ulionekana fi Sham, katika mji wa Shamu, lailatal jumu'ati, usiku wa Ijumaa. So Quraib anasimulia ya kwamba yeye mwezi ulionekana katika mji wa Sham usiku wa Ijumaa. Wasama Muawiyatun, na Muawiya akafunga. Man huwa Muawiya? Muawiya ni nani? Mbona Quraib ataje Muawiya? Kwa sababu ndiye alikuwa kiongozi wa Waislamu katika mji wa Sham. Sasa Quraib asema mwezi ulionekana siku ya Ijumaa, na Ijumaa mosi kiongozi wa Waislamu alifunga. Sasa kama kiongozi wa Waislamu alifunga, meaning ni kwamba watu wote wamefunga katika mji wa Sham. Falamma qadima Quraib al-Madinata, tuambiwa sasa Quraib alipokuwa ametoka Sham amekuja zake katika mji wa Madina, kwa sababu kulikuwa na shughuli fulani ilimpeleka kule Sham. Kabla ya Ramadhani ingie katika mwezi wa Shaabani, mwezi ukampata akiwa ndani ya Sham siku ya Ijumaa. Jumamosi wakamka na saumu, kiongozi wa Uislamu ndani ya Sham wakamka na nini? Na saumu. Tuelewane vizuri Waislamu. Sasa Quraib asema falamma qadima Quraib al-Madinati, Quraib sasa alitoka katika hiyo Ramadhani kurudi zake Madina. Aliporudi katika mji wa Madina, wa akhbara Ibn Abbas, na akampatia habari Ibn Abbas, nikana kwamba alikuja Madina siku za mwisho hivi, bado tu 2 days Ramadhani ishe,
ama one day Ramadhani ishe. Sasa alipofika Madina pala, alipomwambia Ibn Abbas, sisi tuliuona mwezi siku ya Ijumaa Sham, Ibn Abbas alimjibu nini? Alimwambia lakinna ra'aynahu laylata sabti, sisi hatukuona Ijumaa mwezi, sisi tuliona mwezi siku ya Jumamosi. Tayari ya mgongano ushakuja. Sasa angalia katika mgongano jibu litoka gani? Kama sisi vile tunasema jana mwezi muonekana Saudia, sisi kwetu tujauona, tufanyeje? Tupate Saudia ama tupate kwetu? Chukua jibu ile la kiongozi wa Madina. Hapa kuna kiongozi wa Madina, kuna na kiongozi wa Sham. Madina alikuwa kiongozi ni Ibn Abbas. Ibn Abbas jina lingine anaitwa Hibrul Umma. Huyu ndio alikuwa wakati wa Mtume, hakuna mwenye kutafsiri Qur'ani hodari kama huyu. Mfasiri wa Qur'ani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masahaba wote, huyu Ibn Abbas ndio alikuwa anaongoza kwa tafsiri ya Qur'ani. Yeye alikuwa ndio anaelewa Qur'ani kushinda masahaba wote. Sasa alipopewa habari ya kwamba tuliuona mwezi katika Sham siku ya Ijumaa, akamwambia sisi tuliuona siku ya Jumamosi. Kwa hiyo utapata watu wa Madina walianza saumu Jumapili, watu wa Sham walianza saumu Ijumamosi. Sasa bwana mkubwa Kuraiba amekuja na habari ndani ya Madina na mweleza Ibn Abbas. Ibn Abbas akamwambia lakinna ra'aynahu laylata sabti, sisi huo mwezi tuliuona siku ya Jumamosi, Jumapili hatukuona. Fala nazalu, sikia jibu, fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 au narahu. Akamwambia hatutoacha kuendelea na saumu yetu mpaka tutimize 30 days ama tuone mwezi. Kwa hivyo Ibn Abbas amwambia Kuraiba, hata kama kule ilionekana Ijumaa, kwa hivyo ina maana siku fulani hapa itakuwa ni tarehe 29 au 30. Kwa hiyo Ibn Abbas amwambia sisi hatutofungua na watu wa Sham, hata kama wewe mkuja na habari hizi. Habari si kwamba zimeletwa na simu. Huyu bwana Kuraiba alikuwa Sham, mwezi ukaandama, akauona. Muawiya akafunga, akamrisha Waislamu wafunge, jamaa akaja zake Madina hivi. Akija Madina amweleza kiongozi wa Waislamu ndani ya Madina, kiongozi amwambia hatutoacha kuendelea na saumu mpaka tukamilishe siku zetu 30 au tuone wewe sisi hapa katika Madina. Kuraiba akashangazwa, vipi huyu anamkhalifu kiongozi anamkhalifu Muawiya, na Muawiya ni kiongozi na Muawiya alifunga, mbona Ibn Abbas anakataa kufungua na yeye? Likamshangaza Kuraiba hili jambo. Lakini lilipomshangaza Ibn Abbas amwambia nini? Qala Kuraiba awala naktafi bi ru'yati Muawiya, je, hatutosheki ya kwamba Muawiya aliuona mwezi siku ya Ijumaa? Amwambia Ibn Abbas Kuraiba, je, sisi hatutosheki ya kwamba huu mwezi ulionekana siku ya Ijumaa katika mji wa Sham? Ibn Abbas akamwambia qala, akasema la hakadha amarana Rasulullah. Akamwambia Ibn Abbas kumjibu Kuraiba, la, hakuna, hapana, mimi sitosheki na kwa Muawiya ameona mwezi huko. Kwa nini sitosheki ya kwamba Muawiya ameona mwezi Sham na sisi huko tufungue? Kwa nini Ibn Abbas ufanya hivyo? Hakadha amarana Rasulullah. Ibn Abbas akasema hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume. Mwana jibu hilo. Yaani ni kwamba Mtume alitufundisha tuangalie mwezi katika mji wetu, si tuangalie mwezi katika miji ya watu. Ibn Abbas asema hakadha amarana Rasulullah, hivi ndivyo ambavyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha. Sasa ikiwa Ibn Abbas anasema Mtume ndivyo alivyotufundisha hivi, wataka jibu gani zaidi ya hili wewe? Wataka mzozo. Kama hutaki mizozo, wataka ushabiki, kwamba mimi sitofuata hili, nitafuata la ushabiki kwa sababu mimi imamu wangu ni fulani na imamu fulani amesema yeye atafuata mwezi wa sehemu fulani. Kibaya zaidi, hiyo sehemu fulani ambapo inafuatwa wameathirika sana na umagharibi.
uzungu umewathiri sana. Hao tunao kwamba sisi tunaofuata wao wamezama sana katika dunia kuliko akhera. Tayari tuna sababu moja kuepuka. Wacha kwamba kuna hadithi tufunge kwa mwezi wetu kuonekana hapa Kenya. Wenyewe wanafuata tayari wanashaka. Hao wanafuata tayari wenyewe wana nini? Wanakutata katika mwezi, utapata kitu mara waambiwa mwezi muonekana, mara kesho umetoka watu fulani sema mwezi hakuonekana, kiongozi alilazimisha mwezi utangaze, tayari ushaingia kwenye shaka. Sasa kwa nini tujitie kwenye shaka Waislamu? Na tayari tuna macho yetu na mwezi utaonekana na iko kumbe kuhtalifiana kwa mwezi kuko. Wezekana mwezi Saudia kuonekana leo, Kenya kuonekana kesho, na wote watafunga, na wote wana thawabu, na wote wanaendelea kwa hakuna mbaya kwamba atapunguziwa hata siku moja. Kila mtu atakwenda kwa hesabu yake. Na hii ni kitu ambacho kwamba kipo ikhtilafu al-matali iko. Haiwezekani mwezi waandame Somalia leo na leo onekane Kenya, na pia linawezekana. Haiwezekani mwezi leo onekane Iraq na leo onekane Kenya. Wezekana Iraq ikaonekana leo, kesho ikaonekana Kenya. Leo tukaona Kenya, Iraq tukaona kesho. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani kwa hadithi hii ya Kurayb inaonesha kwamba kila mtu angalie mwezi katika mji wake pale alipo. Unapoonekana mwezi ndani ya Kenya, fungeni. Unapoonekana mwezi nje ya Kenya, basi ngojeni mwezi wenu. Na kuna wengine hapa wanapiga ujanja. Mwenyezi Mungu afanyie ujanja sasa. Yeye atafunga na watu wa Kenya mwezi mara nyingi sana mwezi wa Saudia utangulia. Kenya wagawa hatujaona leo, na pia katika hesabu yetu leo tuko 29. Kwa hivyo tutakamilisha 30, si ndio? Sasa yeye leo kesho hatofunga na wale wanaofunga na Saudia. Lakini ikifika kufungua anafungua na Saudia. Kufunga anafunga na Kenya. Kenya ule mwezi bana jana. Bwana mwezi hakuna jana. Ambao Saudia sio tupate Saudia. Ngoja tukafungua mwangalio jamaa. Yeye ndio wa kwanza swali hili. Usimfanyie Allah ujanja bwana. Mwenyezi Mungu anajua kilicho ndani ya roho yako. Anajua unachokifanya, unachokifikiria, utakachokifanya. Kwa hiyo kuwa na msimamo katika ibada, kuwa na msimamo katika dini. Usilete ujanja katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe kuwa na msimamo kwanza. Katika ibada yako kuwa na msimamo. Amua, kaa ufikirie, ndani mimi nataka kumfuata. Katika hili swala la Ramadhani nataka kumfuata nani? Nataka kufuata mwezi wa Saudia ama nataka kufuata mwezi wa Kenya? Nataka kumfuata chief kadhi ama nataka kumfuata mufti? Kaa chini ufikirie. Ukichukua uamuzi, basi uamuzi uwe na msimamo nao uamuzi wako. Kama vile unapokaa chini ukafikiria nani ataka awe mama wa watoto wangu? Ukichagua mwenye dini, mwenye tabia nzuri, mrefu, mfupi, mpaka bwana huyu mimi ndiye ananifaa. Ukaamua kumuona kumweka nyumbani. Kwa hiyo pia kabla hujakuwa wewe bendera kufuata upepo, chagua wataka kufunga na nani? Wataka kufunga na Saudia ama wataka kufunga na Kenya ama wataka kufunga na Tanzania ama wataka kufunga na Uganda? Nchi gani wataka kufunga nayo? Ukishaamua chukua uamuzi wako, endelea nao, huna makosa. Lakini amua, usio mnafiki. Ya kwamba kufunga utafunga na hawa, kufungua na hawa. Chukua msimamo mmoja. Wala hatupingi la masala kwamba mwezi uonekana katika dunia wengine wasifunge, hatulipingi hilo kwa sababu liko pia katika dini. Hilo pia lipo kwenye dini ya kwamba mwezi ukoonekana katika ulimwengu kokote. Kionekana China, Kenya pia wafunge. Yako haya masala, wako mashehe wamesimama na msimamo, lakini jamhuri ya ulama, mashehe wengi wamesimama kila mtu wafunge na mwezi wao wa Kenya. Hata wewe unafuata Saudi, siku Mungu akikujalia kwenda kufanya ibada ya haji ndani ya Maka, hakikisha umefika kwa yule imam, muulize imam, bwana mimi natoka from Kenya mimi.
Lakini masala mwezi mimi mbona nafuata nyinyi? Angalia kujibu nini? Atamwambia fuata Kenya. Atakwambia hivi. Mfuate ule mama anaswalisha pale, jaribu hakikisha umefikia. Ama kule kuna vikao vya darasa mashehe kubwa wako. Kaa kwenye darasa kisha muulize shekhe hili swali. Ndani ya Saudia atakwambia tufuate sisi bwana. Fuata kwenu. Fuata Kenya. Lakini masala ni masala ya mwezi kuonekana popote katika ulimwengu. Si masala kuonekana Saudia. Mimi kuanzia nizaliwe mpaka sasa hivi nina Ramadhani kama 23 hivi. Kuanzia nizaliwe mpaka sasa hivi nimefunga Ramadhani 23 kwa uchache. Sijawahi kusikia hata siku moja Kenya tumefunga mwezi muonekana China. Sijawahi kusikia sisi Kenya tumefunga mwezi muonekana Kuwait. Sijawahi kusikia Kenya tumefunga mwezi muonekana basi hizo country zote. Miaka yote hiyo hawaoni mwezi, wana mwezi Saudia tu bwana. Hapa sasa tunaona hapa kuna vile tumetekwa fikra ya kwamba lazima tufuate Saudia. Lakini kama ni kweli kufuata haki, tungeona mwaka huu utafunga na Iraq, mwaka mwingine utafunga na China, mwaka mwingine utafunga na Yemen. Hapo tungeelewa kufunga na mwezi wa kimataifa, na hiyo iko kwenye Uislamu. Mashehe wamekubali hilo kufunga na mwezi wa kimataifa, lakini mashehe wamekataa kufunga na mwezi wa Saudia. Yaani kuhusisha country fulani, sisi tunafunga na nchi fulani. Hiyo imekataliwa. Hakuna. Kwa hiyo Waislamu tumekabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi kama huu ni ibada ya kuangaliwa kwa mwezi. Na iwapo tutaangalia mwezi umemchukua jukumu la kuangalia mwezi Kenya, basi hakikisha mwezi Kenya muonekana. Umechukua jukumu la kuangalia mwezi wa kimataifa, hakikisha mwezi ni wa kimataifa, sio Saudia. Hakikisha mwezi ni wa kimataifa, si mwezi wa Saudia. Saudia tuione inavyoendelea. Hatuna haja kuelezea wanaofanya yale mabaya yao. Kila mtu ajua. Wale viongozi wao wanaofanya yale katika ukorofi katika dini, kila mtu ajua. Hakuna ambaye hajui. Hauma Sheikh wa Saudia wenyewe ni tahta amri. Muhammad bin Suleiman akisema kesho Ramadhani. Wewe wadau ni Sheikh wa kupendukia upande wa pili. Kataa uende jela. Hakuna nchi ambayo ina mashehe wengi jela kama Saudia. Kaangalie katika nchi zote za Kiislamu ni nchi gani ambayo kwamba jela wako mashehe wengi kama Saudia? Hakuna. Saudia ndio kuna mashehe wengi jela. Kwa nini? Kinyume na serikali utakwenda ndani. Serikali ikisema kitu utakuwa ni makosa, usipinge wewe shehe. Kauka. Ukipinga ndani. Sudesi watu wa zamani tuache kina Uthaymeen, wakati pengine wengine hawamjui. Tuje hizi za mazetu za Sudesi hizi. Sudesi mpaka leo ni imamu Saudia. Lakini miaka 2 iliyopita Sudesi alikula jela. Ama wao nani anajua yeye? Alikula jela kwa nini? Alienda kinyume na serikali. Kwa hiyo Sheikh wa Saudia, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, huwezi kwenda kinyume na serikali, kubaliwi. Hata siku moja utokubaliwa. Kile kinachotaka serikali ndicho, kwani kuweka viwanja vya mpira ndani ya Saudia ni halali. Sheikh gani amesema? Kwa Saudia sana kumekuwa ligi kwa chezo boli, watu waingie viwanjani wanaume kwa wanawake. Ni halali hili? Hakuna. Lakini hakuna shaka hata mmoja atafungwa mdomo. Na siku shaka kifungwa mdomo utasikia siku pili yuko jela. Kwa hiyo Saudia Muislamu na kutahadharisha na kufungua masikio, wao hawafungi na mwezi, wao funga na kalenda. Wana kalenda yao ile inaitwa Mulkura, sio? Wao kalenda yao ndio wanaifuata. Sasa siku ikifika mwezi uonekane usionekane, madamu kalenda ishasema kesho ni Ramadhani, wameandika kwenye kalenda yao kesho Ramadhani hapa, lazima wafunge. Hivyo wote yani mtatangaza mwezi, mamufti mupende mkatae. Kwa hiyo kwa nini tuharibu saumu zetu kwa kufuata watu ambao kwamba hawana misimamo katika dini? Uharibu saumu yako kumfuata mtu ambaye kwamba hana msimamo katika dini. Na haya yako wazi yote, kila mtu anajua. Lakini ni vile ninavyosema, tunaenda kimirengo, tunaenda kiushabiki, tunaenda watu fulani. Na hapo ndipo tunakuja kuharibikiwa na ulimwengu wetu na dini yetu tuiharibu. Tuitie matope dini yetu kwa sababu ya kupenda kufuata ushabiki. Wewe sikia hata siku moja Saudia amefuata mwezi wa Kenya, amefuata mwezi wa Yemen, amefuata mwezi wa Qatar.
wafuata mwezi wao wenyewe. Mbona sisi tuwafuate wao? Wana nini kubwa wanalofanya mpaka tuwafuate? Tumalize kwenye story ya Sudesi. Sudesi kwa nini alitiwa jela? Sudesi alitiwa jela kwa sababu na alipigwa vibaya shehe. Alipigwa Sudesi vibaya sana. Na yeye ni Msuudia, si Mwafrika. Kama Afrika na Afrika washapotezwa. Sudesi ni Msuudia na mke aliyomuoa ni katika familia ya kifalme, lakini alipoenda kinyume na serikali aliyekuwa sawa. Kipindi kile cha corona, mwisho corona yaisha, ibada ya haji ilikuwa imefungiwa. Sasa kule mwaka corona kama ilikuwa imeisha hivi, bado Muhammad Suleiman akasema corona bado iko, akaifungia. Haikumaliza miezi mitatu akafanya kongamano la waimbaji, sio kwa sherehe nini. Wakaja watu umma kwa sababu ya kuimba na kusherekea na nini. Sasa Sudesi kwenye jumba akafungua mdomo wake. Wewe umekataza waumini wa hiji miezi mitatu iliyopita, ukidai corona haijaisha. Mbona umeka kongamano la watu zaidi, watu wengi sana hawa kwa nyimbo, kuimba manyimbo? Na ndio wao nijui. Njomba anaendewa nyumbani kwake. Akagongwa, akaenda jela. Kisha nafikiri hizo sasa mambo kudhania. Akapata vitu, utapata msimamo wetu ama ndio ungamwana ametolewa. Bila hivyo utolewi. Na kama angetolewa singeregeshwa kwenye mimba. Lakini bado karegeshwa kwenye nini? Msikiti. Kwa hivyo tunadhania ni kwamba halikubali kufuata amri za wazee. Mwenyezi Mungu atuoneshe haki tuweze kuifuata. Atuoneshe batil tuweze kuepuka. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinab. Mwisho namaliza kwa maswali. Wewe kama Muislamu, Ramadhani hii ambayo kwamba inakuja, umejipanga na nini? Hii Ramadhani umejipanga na nini? Najua wengi pengine umejipanga na kupanga chakula cha nyumbani, ration. Ushapiga hesabu ya ration ya nyumbani. Ushapiga hesabu kwamba mimi kanzu yangu mpya, tasbihi yangu mpya, kofia yangu mpya, katika msikiti wa Mungu umeupangia nini? Je, ushapitisha kwenye akili yako kwamba Ramadhani hii nataka kununua mswala, mbona siku utaona mswala tu msikitini, unajua nani analeta? Hii mswala sema tajiri. Hii mswala mimi na wewe maskini na sisi tununue 700, 800. Ikizidi ni 1000. Umepanga katika mshahara wako 30,000 utoe 1,000. Ununue mswala ulete katika Ramadhani. Umepanga katika mshahara wako ununue boksi moja ya tende 2,000, 2,500 ulete msikitini, ushapanga. Umepanga katika mshahara wako na swali nauliza, alafu mwenyewe utajibu. Umepanga Ramadhani, je, umenunua boksi moja ya maji ulete msikitini? Maji ile ni 370. Unao kwenye katika akili yako hiyo? Unao kwenye akili yako ulete mashaf msikitini? Unao kwenye akili yako ulete tasbihi moja weke hapa, jamaa akichukua tu subhanallah amenikadha. Ushafikiria hilo? Je, wafikiria nini la khairi la msikitini, si nyumbani kwako? La hapa msikitini umefikiria nini wewe kama Muislamu? Ngala mwezi huu ama kila siku utakaa tukila tende za bure tu sisi. Mwaka utenda sijakuja. Mwaka utenda sijaingia. Ustadhi usinisahau tende. Wewe mwaka mzima waishi. Wala nini? Tupigie mahesabu pengine kwa mwaka wala karibu laki kadhaa wewe. Mbona usinunue box ya tende na wewe? Haribu program zako zile. Nunua box ya tende lete msikitini. Nunua box ya maji lete katika msikiti. Na pengine wewe muhusi msikiti wako ni mgeni, huo msikiti unaoswali. Nunua kitu peleka msikitini. Huu ndio mwezi wa kuvuna. Nunua boksi ya maji peleka msikitini, watu watafungulia mwadhini, utapata ujira. Pengine maji, tuseme kwenye maji una 24 chupa 24, si ndio? Watu 24 kila mmoja afungue mwadhini kwa maji yako. Utanikiwa thawabu ya watu waliofunga 24. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.